I'm very happy to stand in front of you. Sababu imekuwa ni siku ya baraka tunapokuwa mbele za Mungu kwa kuanza mwaka mpya huu. Because today is the day of blessing and we are standing in front of God to start the new year. Kabla niingie kwa neno la mchana wa leo, before I start today's message, ninataka kwanza kuwashukuru nyinyi wote kama vile kanisa mahali hapa. I want to thank you, all of you at the church in this place, kwa uaminifu wenu ambao mmekuwa nao kwa mwaka ambao umepita. The faithfulness that you have shown to the God along the year. Tumekuwa hapa na mikutano mingi mwisho wa mwaka huu. You had many meetings at the end of the year. Tumekuwa na maombi ya siku 3 mfululizo ya mafungo. We had 3 days of prayer and fasting. Na nimeona mlikuwa waaminifu, mlijinyima kula na kunywa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. And I discovered that really you are faithful. You prevent yourself from eating and drinking for 3 days. Pia ninawashukuru kwa ajili baada ya hiyo tulikuwa hapa na kesha ya maombi na sifa. And after that one we had an overnight of praise, worship and prayer. Na pia mlitii ile na mkakuja mkawa kwa wingi. Mungu awabariki sana. And you were obedient, just you came and you spent the night with the Lord. Haikuishia pale, tukaendelea. Tulikuwa na mkutano wa nyimbo hapa wa concert kubwa. It didn't stop there, that even yesterday we had our concert here in the evening. Na nimeona namna mmeingia tena leo. Bwana awabariki sana. And I can thank you today again in the presence of the Lord. Really God bless you. Biblia inasema hivi. The Bible says ya kwamba ufalme wa mbinguni, the kingdom of heaven, wenye nguvu ndio watakao uteka. is for strong people. Sababu ufalme wa mbinguni sio watu waregevu. The kingdom of heaven not wale for watu ambao wana bidii, is for the violent people. Wale watu ambao wana nguvu, the strong people, ndio watateka ufalme wa mbinguni. Again the kingdom of heaven. Ndio sababu watu wengine wamelala hata saa 8 ya usiku. The reason why that some people they spend that wamelala wamechoka, they were too tired, lakini tena wako hapa. And they are here in the morning. Kuna baraka kwa watu wanaotumika kwa nguvu. There are certain blessings for people who are working so hard. Kuna baraka pia kwa watu ambao sio wavuguvugu. They are a kind of blessing for people who are not weak. Wakati mtu ana nguvu, when you are strong, ni yeye ndio anapata mema ya nchi. Really you will gain the good things of the earth. Tukiangalia nchi ambazo zimeendelea, if you can try to check on some developed countries, sababu wale watu wanakaaka tu. It doesn't mean that people they sit down only. Ni sababu kuna watu ambao wanalala usiku na mchana wakitumika. There are many people who are spend the day and the night just working. Wengine wanalala usiku na mchana wakifikiria nini watatengeneza. And other people that spend the day and night just thinking about great things that I must. Hata kazi ya Mungu inataka watu namna ile. Even the work of God needs people like those ones. Mungu anataka pia watu ambao wanatumika usiku na mchana kwa ajili ya utukufu. And God wants people who will be ready to work day and night for his glory. Na wale watu Mungu anawainua na kuwabariki. And God lift those people up and bless them. Sababu anayetumika kwa bidii, because the one who is working strongly, anayemlipa pia atamulipa kwa bidii. And the one who is the reward, he reward them in a strong way. Yule anayetumika kwa nguvu, when you are working so hard, anayemlipa pia atamulipa kwa nguvu. And the one who will reward you in a strong way. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Lord. Ndio sababu kwa mchana wa leo, and today, ninataka kuendelesha ujumbe ambao tumepokea juzi hapa usiku. I want just to go ahead with the message that we got on Friday. Na ndio ujumbe ambao Mungu anaendelea kuweka ndani yangu kuzungumzia kwenu tena. It's the message that God will continue to enforce in my heart so that I can continue to bring it to you. Ni kweli Mungu ameahidi baraka. Really God promises blessings. Na wakati ameahidi hizo baraka, and as he promised blessings, kunakuwa njia fulani ya kuendea ili uziteke. There's a certain way you're supposed to go through so that you can get the blessing. Sio kwamba zile baraka zitapata mtu anayeketi tu. It doesn't mean that the blessing to get some people who is sitting down. Sio kwamba zile baraka zitampata mtu asiyefanya chochote. And that it doesn't mean that somebody who is not doing anything will get the blessing. Kila baraka ina conditions zake. Each blessing has his own condition. Na ndio ambao tunataka kusoma mchana wa leo. That I'm going to read this morning. Tunaenda kusoma kitabu cha Wafalme wa Pili. I'm going to read the book of 2 Kings. Tutasoma ile sura yake ya 4. 2 Kings chapter 4. Tunaanza mstari wake wa 18 hadi mstari wake wa 24. 2 Kings chapter 4 verse 18 up to 34. Tunasoma 18 hadi 24. Verse 18 up to 24. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. We read in the name of Jesus Christ. Biblia imesema hivi: hata yule mtoto alipokuwa akiwa siku moja alitoka kwenda kwa baba yake kwenye wavunao. Akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu.
Naye akamwambia mtumishi wake, mchukue kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake, naye akakaa magotini mwake hata adhuhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu, akamfungia mlango, akatoka. Kisha akamwita mumewe akasema, tafadhali uniletee mtu mmoja wa watumishi na punda mmoja, ili nimwendee yule mtu wa Mungu kwa haraka nikarudi tena. Akasema, kwa nini kumwendea leo? Sio mwandamo wa mwezi wala sabato. Akasema, si neno. Akatandika punda, akamwambia mtumishi wake, mwendeshe tuendelee mbele, usinipunguzie mwendo nisipokuambia amen. Amen. And the child grew. Now it happened one day that he went out to his father, to the reapers. And he said to his father, my dad, my dad. So he said to a servant, carry him to his dad, to his mother. When he had taken him and brought him to his mother, he sat on her knees till noon, and then he died. And she went up and laid him on the bed on while the man of God shut the door upon him and went out. Then she called her husband and said, of the donkey, and that I may run and join the man of God. So he asked his wife, why are you going to him today? It's neither the new moon nor Sabbath. And she replied, all is well. Then she saddled the donkey and said to her servant, drive and go forward. Do not left to a space for a little bit until I tell you amen. Amen. Somo langu asubuhi ya leo ni kwamba my headline in this morning, usinipunguzie mwendo. Don't stop me. Nitakusihi tu kwa heshima ugeukie wa jirani yako. I beg you in a polite way. Na umwambie ya kwamba mtu asikupunguzie mwendo. I tell your neighbor that don't let anybody to stop you. Mtu asikupunguzie mwendo. To stop your speed. Biblia imesema hivi. The Bible says, usomi ambao tumesoma unahusu mtumishi wa Mungu Elisha. The scripture that we want to concern the man of God Elijah. Na mama moja ambaye alikuwa ni Mshunemu. And the certain lady was from Shunemu. Huyu mama alikuwa amekaribisha huyu mtumishi katika nyumba yake. And this lady, she welcomed the man of God in her house. Mtumishi wa Mungu Elisha alikuwa akipitia ile njia. When the man of God Elijah went through that village, alikuwa akipitia pale anapoenda Karmeli. He was going through that way up to Carmel. Na wakati alikuwa akienda Karmeli mara kwa mara, most of the time when he went to Carmel, alikuwa anapitia ile njia mbele ya mlango wa nyumba ya ule mama. He used to pass in front of the door of that lady. Biblia inasema huyu mama alikuwa mama wa kujiweza. The Bible said that she was a rich lady. Mama alikuwa na uwezo, alikuwa na pesa na mali. She was rich and she had some. Na sababu ya ile huyu mama alikuwa amejulikana katika ile nchi. And because of that she was very well known in the country. Lakini kitu kimoja ambacho alikuwa naye amejua. But one thing that she knew. Alijua kwamba ndani ya watumishi wa Mungu muna baraka. She knew that within the servants of God there is some blessings. Na ndipo alipoona mtumishi wa Mungu anapita pale. When she saw the man of God passing, akaendea mume wake. She approached her husband. Akamwambia, mimi ninaona as I discovered ya kwamba huyu mtumishi mwenye anapitaka hapa kila mara, the man who used to pass in front of our door, tumulete nyumbani kwetu. We can approach him until our house, ale chakula, so that he can eat something. Tumutengenee hata mahali pa kulala. We can prepare for him a bed. Tuweke meza pale. We can put a table mahali ambako atakulia chakula, where he can get his food. Na huenda atasoma Biblia na vitabu zake pale. And maybe he can read the Bible and his other books. Hallelujah.
Amen. Wakati huyu mama ameuzungumza na mume wake, As this lady talked to her husband, mume hakubisha wala hakupingana na the yeye. husband didn't discuss. Mume alikubali He agreed, na wakafanya vile. and the situation happened. Wakati mama ameingia kwenye nyumba, mtumishi wa Mungu ameingia kwenye nyumba, When the man of God entered the house, amelala pale. he spent the night. Alikuwa pia na mtumishi wake ambaye aliitwa Gehazi. He came with his servant, the name of Gehazi. Na Gehazi yeye na mtumishi wa Mungu wakawa wanachunguza mambo yanavyoendelea katika nyumba. Gehazi with the man of God, they were checking on the house. Na wakaona ya kwamba hapa ndani ingawaje tumepewa chakula, And they discovered even if we got food, lakini hapa hatukuona mtoto anazunguruka but hapa. there is no child moving up and down in the house. Hatukuona mgeni anaingia hapa. No visitor in the house. Unajua nyumba iliyo na watoto, You know the house which has children, inapata wageni sababu ina watoto. it has it can receive visitors because there's children inside. Watoto wanatembelea watoto wenzao, The children can visit their na friends. kupitia wale watoto wazazi wanajuana na wengine wazazi. And through those children, the parents can make friendship with other parents. Ndiposa huyu akaona ya kwamba hakuna mgeni ameingia, And the man of God discovered that there is no visitor. na wakaanza kujiuliza hivi, And they start asking themselves, huyu mama ametenda kitendo cha baraka kweli, and this lady, she made a great act of blessing our life. na anahitaji naye kubarikiwa huyu. And she needs to be blessed. Najua mpendwa, kile ulicho nacho ni kile naona bariki mwingine. You are called to bless people with the thing that you have. Mtumishi wa Mungu Elisha alijua ya kwamba ana baraka ndani yake. The man of God Elijah recognized that he is moving with blessings within him. Na sababu ana baraka naye ni wa kubariki wengine. And it's because he's moving with blessings within him, he's called to bless other people. Lakini kuna baraka ambayo haistahili pia mtu. And there's a kind of blessing that some people doesn't deserve. Kuna baraka wakati unaipatia mtu, When you bless some people, kuna wakati fulani hiyo baraka haikumstahili wala haikumfalia. and sometimes maybe he doesn't deserve the blessing. Na mtumishi wa Mungu akajua ni baraka gani inafaa hapa. And the man of God discovered which kind of blessing that this lady deserves. Akauliza Gehazi, He asked Gehazi, huyu mama tumufanyie nini? what can we do to this lady? Ona mambo yenye ametufanyia. Try to see what she has done for us. Gehazi anamwambia mtumishi wa Mungu, And Gehazi said, man of God, mimi nimeona hapa hakuna katoto kako naleta fujo hapa. as I tried to check in the house, I didn't discover that there is no child who is making noise in the house. Wala sikuona hata mgeni anaingia hapa ndani. And there is no visitor. Lakini nimeona humu TV nzuri. But I discovered that they have a nice TV. Nimeona kabati mzuri. A great sideboard. Nimeona mama ana mshipi mzuri. And the lady is very well dressed. Mama anavaa vizuri, iko na nguo nzuri. She's very well dressed. Ni kwamba pesa hazikosi huyu. It means that they don't lack they don't need money. Kwa hivyo hautambariki na pesa huyu eti zitamfalia. It means that you can't bless her with money and she'll be happy. Huyu anahitaji baraka moja ni ya mtoto. The only blessing that she needs is a child. Niko naelekea kwamba mtu asikupunguzie mwendo. I'm talking about don't let anybody to reduce your speed. Huyu mama ameambiwa atabarikiwa na mtoto. This lady got the news that she'll be blessed by a son. Na sababu atabarikiwa na mtoto, And she'll be blessed by a son. yeye alijua ya kwamba haza yake hii miaka yote. And she knew that she's barren. Akataka abishane na mtumishi wake. And she wanted to discuss with the man of Lakini God. sikia mpendwa, Let me tell you this. ikiwa neno la Mungu ni kweli, If the word of God is true, ikiwa neno la Mungu lina nguvu, if the word of God has ni power, lazima litimize ile ambayo limesema. it's God just to accomplish his plan. Ikiwa Mungu anatenda ndani ya mtumishi wake, If God operates ni lazima neno lenye yeye ameweka na lionekane kuwa wazi. he's supposed to accomplish all the words from the mouth of his servant. Jina la Bwana lipewe sifa. Praise be the name of the Lord. Ndiposa huyu mama akajipata tayari ana mimba. And this lady became pregnant. Na baadaye mama akazaa. And after all she delivered. Lakini sikia jambo lililofanyika. I want to listen to what happened. Mtoto alipokomaa, As the child grew, mtoto anaanza kutembea. she was now moving. Sijui alifikia miaka 12 pale. I don't know if he reached up to 12 years Biblia old. haikusema miaka wapi. Because the Bible didn't precisely Lakini inasema ya kwamba mtoto alianza kutembea na akaenda shambani. but the Bible says that he started walking and he went up to the farm. Na akaenda kuona wale
wanaochunga mifugo yao. And he went to visit the one who was taking care of their animal. Na wakati amefika huko, When he arrived there, ilipofika saa 6 ya mchana, when it arrived noon, mtoto ameanza kulia. he started crying. Ameanza kusema kichwa changu. I feel headache. Kichwa changu. My head. Aliongea mara mbili. He talked 2 times. Na wakaita baba yake. And they called his Biblia father. inaonyesha kwamba mama yake hakukuwa pale. The Bible said that her mother Huu was out. muujiza uliotendeka umetokea kwa mama huyu. The miracle who happened came from his Baba mom. yeye ameshiriki tu muujiza wa kutoka kwa mama. His father was connected to the miracle. Lakini muujiza haukufanyika juu ya baba hapa. But the miracle didn't happen because of his dad. Bwana asifiwe sana. Praise be the name of the Baraka Lord. kubwa zinaingia kwa nyumba za watumishi wa Mungu. Most of the blessing who can enter the house of the Baraka zote ambazo zinaweza ingia kwa nyumba yako wewe. all the blessing you can get in your house. Zitaingia ikiwa mama anasimama kwa nafasi yake. Can get your house even if your wife is ikiwa mama anachunga nyumba yake vizuri. If she's taking care of the house. Ikiwa mama anajua nafasi yake katika unyumba. If she recognizes her commitment in the house. Ikiwa mama anatambua yeye ni nani katika unyumba. If the wife discover why she was called for the house. Baraka zinaingia katika ile nyumba. Automatically the blessing will get in the house. Wababa wanakuwaka wanashiriki tu baraka za nyumba sababu wa mama ndio wamezileta. And most of the time the father they are connected to the blessings because of the lady there was the pipe by which the blessing wanted to the house. Bwana bariki sana wa mama. God bless the ladies. Wa mama tunawapenda sababu mko wa baraka kwetu. We love you women because you are blessings in our life. Hata nyumba zetu zimebarikiwa sababu yenu. And our houses are blessed because of you. Nyumba zetu zimepata wageni sababu yenu. And our house can receive visitors because of you. Sababu ikiwa mama ni wakukunja uso kila wakati. Because if as a mother in the house you are not happy. Kama ni mama ambaye akiona wageni anatupa sufuria chini ya kitanda. If you are kind of a lady when you can see visitors you want to hide things. Kama ni mama akiona wageni ile wakati njoo anatoka nje anaenda. When visitors come to your house they take your time to go and leave the house. Kama ni mama wa kuona wageni alafu anawaonyesha tu meno. If you are kind of lady when you see visitors you can just only laughing to them. Ile nyumba haitaingia ndani wageni na baraka za Mungu zitapotea. And the house will never receive any visitor until you lack the blessings from heaven. Lakini huyu mama umshunemu huyu. But this lady from Sunema. Baraka zimeonekana kwa nyumba yao. The blessings were manifested in her house. Sababu amekaribisha watumishi wa Mungu. Because she welcomed the servants of na hizo God. baraka zikawa kwao za kushangilia sababu zimetoka kwa Mungu. And the blessings because they came from heaven. Ingawaje walikuwa na mali na kila kitu. Even if they were so rich. Lakini hawakuwa na furaha sababu walimkosa mtoto. But they were not happy because they lacked a child. Nikutaka kuonyesha hivi. I wanted it means. Mali na fedha waweza kuzipata hapa duniani. You can have anything in the earth. Hata hapa duniani unaweza kupata marafiki. You can have even friends. Lakini mtoto ni Mungu anakupatia. But the child you can get it from heaven only. Sio sababu unaweza kupitia haya na yale kusudi upate mtoto. It doesn't mean because you can go you are supposed to go. Lakini mtoto ni baraka special ambayo imetoka kwa Mungu. But it's a special blessings from heaven. Jina la Bwana lipewe. Praise be the name of the Lord. Mtoto amelia kichwa. And the child cried headache. Kichwa kimeanza kumuuma. I feel headache. Na Biblia inasema kwamba wakaita baba yake. And they called his father. Baba yake anafika pale. When his father came. Wakati baba yake anafika anasema mimi sijui hizi habari. I don't know about this news. Sababu huyu mtoto sijui namna mke wangu alimpata. Because I don't know even how come that my wife. Baba alikamata mtoto. He took only the child. Akamletea mama yake. And bring him back to his mom. Mtoto yako ndio huyo. This is your son. Mama naye anaona mtoto. And the lady saw his son. Mtoto naye anasema na mimi huyu haiko wangu. He's not my son too. Mimi sikuombaka ule mtumishi mtoto. I didn't ask to the man of God to give me. Sababu mimi sitaki baraka za kuniletea trouble kwa maisha yangu. I don't want a kind of blessing which will make myself in trouble. Ndiposa tumefika mahali tulisoma. And then we reach up the scripture that we read. Biblia inasema ya kwamba The Bible says mama akaita wafanyakazi wake. The mother called her servants. Akasema niitie mfanyakazi mmoja akuje hapa. Call for me one of my servants. Na pia muniitie punda mmoja akuje hapa. And prepare for me a donkey. Alafu mimi nipeleke nataka kutafuta huyu mtumishi wa Mungu. I have to go and look for the man of God. Mama alikuwa tayari anajua ya kwamba kwa mtumishi wa Mungu kuna jibu. She knew and she was sure that she can get an answer from the man of God. Alijua ya kwamba kwa mtumishi
mtumishi wa Mungu ambao kulitoka ile jibu ndio kuna suluhisho pia. She knew that because she got the chant from the man of God, that she can again found solution from the man of God. Basi akapandia ule punda. Then she took the donkey. Na akaanza mpandia na akaanza kwenda. She took the donkey and went. Biblia inasema hivi. The Bible says. Akanena neno moja kwa kinywa chake. She said one word from her mouth. Akaambia ule mtumishi na ile punda hivi. She told the servant and the donkey. Ya kwamba usinipunguzie mwendo hadi nitakapokuambia. Don't reduce my speed until I tell you. Ndio ujumbe wangu mchana wa leo. My message today. Kuna watu wengi there's many people wanapoteza baraka za Mungu sababu wamepunguziwa mwendo na wengine. They lose God's blessings because they let other people to reduce their speed. Kuna watu wengi hawafikie mahali wanakoelekewa sababu wamepunguziwa mwendo na wengine. And many people they can't reach where they are called by God to reach because kuna watu wengi wanakosa kutimiza mapenzi ya Mungu sababu wamepunguziwa mwendo na wengine. Then many people they are not able to please their God because they let other people to reduce their speed. Hata kuna wadada wanapoteza waume sababu wamepunguziwa mwendo na wengine. And then some girls they can lose their relationship because they let other people to reduce their speed. Unyumba zingine zimebomoka sababu kuna watu wameingilia ndani wakapunguziwa mwendo. And some marriage are destroyed today because there are many people who they let their influence in the marriage. Wakati umependana na mtu, when you love someone, ulichukua uamuzi na yeye. You got the decision, commitment. Na ukasema nitaishi na wewe maisha yangu yote. And you made the covenant so that we stay together. Ukaanza safari na yeye. Until I die and you start together the journey. Na ulipofika njiani, when you reach into the mtu mwingine akakwambia hivi. And somebody else told ule hafai. He's not the right one. Safari ulikuwa unaelekea ndani. At the journey you do ikaishia pale. And you stopped in the road. Mtu akakupunguzia mwendo. And somebody reduced your speed. Ulianza labda huduma fulani ndani yako. Maybe you started a certain kind of ministry. Na Mungu akasema ya kwamba nitatembea na wewe katika huduma hii. And maybe God told you that I'll go ahead with you. Nitakubariki katika hii huduma. I'll bless you within this ministry. Lakini watu walipokuzungumzia jambo fulani. When other people told you something. Mambo uliyokutana nayo njiani. Whatever you met in the road. Ikakuambia kwamba mimi sitaendelea tena. I can't go ahead anymore. Ulikuwa unaingia kanisani labda kila wiki. And maybe you were so content and attend the service. Ukaanza ingia sasa mara moja kwa mwezi. And then you start attending the service once a month. Ulikuwa katika speed ya 180. Ulikuwa kwa speed ya kilomita 180. Maybe you were on a speed of 180 kilometers. Lakini sasa unaanza kutembelea kwa kilomita 10 kwa saa. Now you are moving at 10 kilometers per hour. Sababu mwendo wako ulipunguzwa na mtu. Because you reduced your speed by somebody. Ulikuwa labda wewe unaombaka Mungu sana. Maybe you had a prayerful life. Lakini kafikia wakati watu wakakwambia wewe utateseka katika hii nchi. At a certain period somebody told you that you will suffer in this country. Wengine wako wanatafuta kazi, wewe unabakia huko naomba. Other people are looking for jobs. Mwishowe ukaacha kuomba. And you stop praying. Ulikuwa unaomba mara 3 sasa uombake hata tena mara moja. Maybe you were praying 3 times a day, now you can spend the whole day. Sababu umefikia wakati because you reach a certain period. Speed yako imepunguzwa. You have to reduce your speed. Na hauwezi tena kuendelea. And you can't go ahead anymore. Kwa ajili ya ile nataka nikuzungumzie hivi mchana wa leo. Because of that I want to tell you this. Bwana anakuambia hivi. The Lord is telling you. Mtu asikupunguzie mwendo. Don't let anybody to reduce your speed. Maneno ya mtu isikupunguzie mwendo. Any human being's words can't reduce your speed. Ikiwa unajua mahali unakoelekea. If you know where you are going. Ikiwa unajua nini uko natafuta. If you know very well what you are looking for. Kama unajua ni wapi unataka ufikie. And you know where you want to reach. Katika mwaka wa 2011. 2011. Baraka ambazo Mungu amekuandalia pale mbele. The blessing that God is prepared for you. Watakao zichukua tu. Those who again